Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kuwa Kiev iko hatarini kupoteza uungwaji mkono wa Marekani kutokana na mpango wa ikulu ya Marekani kuruhusu jinsi ya kumaliza vita nchini humo dhidi ya Urusi. Akihutubia taifa siku ya Ijumaa, Zelensky alisema Ukraine huenda kukabiliwa na chaguo gumu sana, ama kupoteza utu au hatari ya kupoteza mshirika mkuu, akiongeza kuwa leo ni moja ya nyakati ngumu zaidi katika historia yetu. Mpango wa amani wa Marekani ulivujishwa sana na ni pamoja na mapendekezo ambayo Kiev ilikuwa imetafuta hapo awali: kuacha maeneo ya mashariki ambayo yanadhibitiwa na Urusi, kupunguza kwa kiasi kikubwa ukubwa wa jeshi lake na kuahidi kutojiunga na NATO. Masharti hayo yanaonekana kuwa yameelekezwa sana kwa Urusi, ambayo Rais Vladimir Putin alisema mpango huo unaweza kuwa msingi wa suluhu la amani. Katika mkutano wa Ijumaa na baraza lake la mawaziri la usalama, Putin alisema Moscow imepokea mpango huo ambao haujajadiliwa kwa kina na Kremlin. Alisema Urusi ilikuwa tayari kuonyesha kubadilika, lakini pia iko tayari kupambana ikiwa Zelensky atakataa mpango wa amani. Baadaye mchana, rais wa Marekani Donald Trump alisema Zelensky itabidi apende mpango huo na kuongeza kuwa vinginevyo Ukraine na Urusi zitaendelea kupigana. Ukraine inategemea sana uwasilishaji wa silaha za hali ya juu zilizotengenezwa na Marekani, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga ili kukomesha mashambulizi mabaya ya anga ya Urusi, pamoja na taarifa za kijasusi zinazotolewa na Washington. Urusi ilizindua uvamizi kamili wa Ukraine mnamo mwaka 2022. Katika hotuba yake hiyo ya dakika 10 mbele ya ofisi ya rais mjini Kiev, Zelensky alionya kwamba Ukraine itakabiliwa na shinikizo kubwa la kutudhoofisha, kutugawanya, akiongeza kuwa uadui wa sasa si wa kulala. Amewataka wa Ukraine kuendelea kuwa na umoja, akisisitiza kuwa maslahi ya kitaifa lazima yazingatiwe. Hatutoi kauli kubwa, aliendelea. Tutafanya kazi kwa utulivu na Amerika na washirika wote. Tutatoa njia mbadala kwa mpango wa amani unaopendekezwa. Zelensky pia alisema amehakikishiwa kuungwa mkono mara kwa mara wakati wa simu na waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Starmer alisema mwishoni mwa Ijumaa kwamba washirika wa Ukraine walisalia kujitolea kupata amani ya haki na ya kudumu mara moja na kwa wote. Kabla ya mkutano wa G20 utakaoanza siku ya leo Jumamosi huko Afrika ya Kusini, waziri mkuu wa Uingereza alisema yeye na viongozi wengine wa dunia watajadili pendekezo la sasa kwenye meza na kuunga mkono msukumo wa Rais Trump wa kuleta amani na kuangalia jinsi wanavyoweza kuimarisha mpango huu kwa awamu inayofuata ya mazungumzo. Kando, Zelensky alisema amezungumza kwa karibu saa moja na makamu wa rais wa Marekani JD Vance na waziri wa jeshi Dan Driscoll, na kuongeza kwamba Ukraine daima inaheshimu jitihada za Trump za kumaliza vita. Mjini Washington, Trump alionya kwamba Ukraine itapoteza eneo zaidi kwa Urusi katika muda mfupi. Alisema ilikuwa inafaa kuipa Ukraine hadi tarehe 27 mwezi Novemba kutoa shukrani nchini Marekani kukubaliana na mpango huo wa amani, lakini makataa yaliongezeka yanaweza kuongezwa ikiwa mambo yanakwenda vizuri. Kwa maana hiyo, hadi sasa kuna siku 5 tu ambazo Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepewa na Donald Trump katika kumaliza vita hivyo kati yake na Urusi, hasa kukubaliana na mpango wenye hoja 28 aliyoutoa rais wa Marekani bwana Donald Trump. Akizungumza katika ikulu ya White House siku ya Ijumaa, rais wa Marekani alisema tunadhani tuna njia ya kupata amani, na kuongeza kwamba Zelensky itabidi aidhinishe mpango huu. Washington imekuwa ikishinikiza Kiev kukubali haraka mpango huo na kutuma maafisa wakuu wa Pentagon katika mji mkuu wa Ukraine mapema wiki hii. Hata hivyo, inadaiwa kwamba sasa ni wakati sahihi wa Volodymyr Zelensky kukubaliana na mpango huu ambao rais wa Marekani bwana Donald Trump ameuona ndio njia sahihi ya kuweza kumaliza vita kati ya Warusi na wa Ukraine, vita ambavyo vimegharimu maisha ya wengi, vilivyoanza mwaka 2022 vikifikia mwaka wake wa 4 sasa. Siku ya Alhamisi, Putin alisikika akionyesha kwamba amedhamiria kuendeleza vita licha kuripotiwa kwamba jeshi lake limeendeleza mashambulizi makubwa nchini Ukraine.
Tuna kazi zetu, malengo yetu, kiongozi wa Kremlin aliyevaa sare za kijeshi aliwaambia makamanda wa jeshi. Jambo kuu ni mafanikio yasiyokuwa na masharti ya malengo ya operesheni maalum ya kijeshi kwa maana ya vita kamili. Mpango huo wa amani wa Marekani wenye pointi 28 uliibuka wakati Urusi ikidai kupata faida ndogo katika eneo la kusini mashariki mwa Ukraine, huku Zelensky akikabiliwa na mzozo wa ndani unaohusisha maafisa wakuu katika kashfa ya ufisadi ya dola milioni 100. Ikulu ya White House imepuuzilia mbali madai kwamba Ukraine ilisitishwa katika utayarishaji wa pendekezo hilo kufuatia mikutano kati ya mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na mwenzake wa Urusi Kirill Dmitriev. Kwa sasa Urusi inadhibiti takribani 20% ya ardhi ya Ukraine na wanajeshi wake wamekuwa wakipiga hatua polepole kwenye mstari wa mbele licha ya kuripotiwa kwamba wamekuwa wakipata hasara pia kutokana na Ukraine kujilinda zaidi katika mapambano. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Damu Hussein.